Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo. Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tushirikishane tone la upendo, ikiwa leo tarehe 12 ya mwezi wa kwanza. Leo tutaangazia juu ya maisha ya mwenye heri Yohane Merlini, mtume wa damu takatifu ya Yesu na mjumbe wa amani. Cerca sempre di mantenere la pace. Haya ni maneno alikuwa anayapenda mwenye heri Yohane Merlini, ikiwa na maana daima tafuta kudumisha amani. Katika imani ya kanisa Katoliki, tunapofanya ungamo la imani, huwa tunasema ushirika wa watakatifu. Watakatifu ni kanisa la washindi ambao limeunganika na malaika wakiimba mtakatifu mtakatifu bila kuchoka mbele ya uso wa Mungu. Kumbe watakatifu ni raia ama wakazi wa mbinguni waliotangazwa rasmi au la na kanisa, ambao waliishi maisha ya wema, ya kishujaa na ya kumpendeza Mungu. Walitoa maisha yao kwa ajili ya wengine au waliuawa kwa ajili ya imani na ambao wanastahili kuigwa. Hivyo basi, mwenye heri Yohane Merlini naye ni mmoja wapo ambaye anastahili kuigwa kwa kadiri ya maisha yake matakatifu. Katika kuwapata hawa watakatifu kuna hatua mbalimbali ambazo mpaka kanisa lienda kumtangaza mtu husika kuwa mtakatifu. Hatua ya kwanza ni mtumishi wa Mungu, hatua ya pili ni mwenye heri, na hatua ya tatu na ya mwisho ni mtakatifu. Na mwenye heri Yohane Merlini yupo katika hatua ya pili ya mwenye heri, na hivyo tunamuita mwenye heri Yohane Merlini. Kwa nini sisi tunataka kujifunza maisha ya mwenye heri Yohane Merlini na watakatifu wengine kama ya mtakatifu Gaspari? Bila shaka kwa kupitia maisha ya watakatifu, na wote waliishi imani yao kikamilifu, maisha yao yanatufunza kwa mifano ya maisha ya imani, matendo, na wanatupa nguvu kuitikia ule mwaliko wa mtaguso wa pili wa Vatikano, wito wa utakatifu kwa watu wote. Mimi na wewe tunaalikwa kuwa watakatifu. Mwenye heri Yohane Merlini alizaliwa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 1795 Spoleto. Wazazi wake walikuwa ni baba Luigi na mama Antonia. Alipata sakramenti ya kipaimara tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 1803 na Kardinali Francesco Locatelli. Tunaambiwa mwenye heri Yohane Merlini katika udogo wake alitenga kikanisa kidogo chumbani kwake na kuweka picha Bikira Maria mama wa huzuni, na baadaye alipokea komunio ya kwanza mwaka 1808. Huu ulikuwa ni uthibitisho wa wazi mbegu ya wito iliyokuwa ndani yake. Aliwaeleza wazazi wake juu ya nia ya kuwa kuhani. Alikutana na kizingiti kwamba alikuwa mtoto pekee wa kiume. Mwenye heri Yohane Merlini katika familia yake alikuwa ni mtoto pekee wa kiume. Kwa hiyo katika udogo wake alipoelezea shauku yake ya kuwa padri, alipata kizingiti kwa sababu alikuwa ni mtoto pekee wa kiume katika familia. Hivyo huyu mwenye heri Yohane Merlini akanaomba kila siku, anaomba sana Mungu apate mdogo wake wa kiume. Bahati njema, Mungu aliweza kujibu sala zake. Mdogo wake Petro, moyo wake ulilipuka kwa furaha na kusema, nimeshinda. Haya ilikuwa ni maneno ya mwenye heri Yohane Merlini baada ya kupata mdogo wake aitwaye Petro. Sasa nitakuwa padri. Alikwenda mbio kumshirikisha dada yake aliyeitwa Teresa. Na mwaka 1809 alianza kuvaa kanzu akiwa na umri wa miaka 14 tu. Tangu siku hiyo Bwana akawasha moto mpya
wa ukamilifu ndani yake. Mtoto huyu Yohane Merlini ilikuwa chini ya malezi ya Raimondo Grandoni na baadaye kwa Padri Barnabiti wa Mtakatifu Ansano. Hakujiunga na seminari. Mafunzo yoyote aliyapata akiwa nyumbani. Masomo aliyochukua yalikuwa ni gramastiki, filosofia, theology, maandiko matakatifu na sheria za kanisa. Mwenye Yohane Merlini alibahatika kuwa na walimu bora akiwemo Don Luigi Ricci, mwalimu wa falsafa ambaye alimpenda sana kwa uchaji wa Mungu na kupenda kusoma. Mwalimu huyu alishuhudia kuwa hakuwahi kuwa na mwanafunzi bora kama mwenye heri Yohane Merlini. Safari yake ya wito mwenye heri Yohane Merlini ilikuwa imepamba moto, na mazungumzo yake na Mungu yalikuwa ya kirafiki kama baba na mwana. Alisikiliza sauti ya Mungu kwa makini sana na utulivu wa hali ya juu. Alijibidiisha sana kuabudu Ekaristi takatifu, kupokea komunio takatifu. Kiukweli alijikabidhi kwa Mama Bikira Maria na kumtazama kama mama yake. Alimtazama kila mara kwa shauku kubwa, hasa wakati wa changamoto zake na majaribu aliyokuwa anayapata huyu mwenye heri Yohane Merlini. Daima alitembelea vikanisa ambapo kulikuwa na sanamu ya Mama Bikira Maria. Shrine ya Bikira Maria iliyopo katika mtaa wao, hasa ile iliyokuwepo katika kanisa kuu la Spoleto huko nchini Italia. Daima kukosa maandamo yaliyokuwa yakifanyika kila mwaka katika siku ya Mama Bikira Maria kupalizwa mbinguni, ambapo humbeba Mama Bikira Maria kwa ushindi. Kwa tunaona kwa namna gani huyu mwenye heri Yohane Merlini alikuwa na ibada ya pekee kwa Mama Bikira Maria. Tuangazie ukuhani wake na utume wake. Tuangalie utume wa mwenye heri Yohane Merlini kabla hajawa kuhani au kabla ya kuwa padri. Katika kipindi chake kulikuwa na uhitaji mkubwa wa mahitaji ya kimwili na kiroho kwa sababu ya madhara ya mapinduzi ya Ufaransa na utawala dhalimu wa wakati huo. Rasilimali hazikuwa za kutosha katika mji wake wa Spoleto. Kumbe watu wa kawaida walilala njaa kwa siku nyingi. Misiba na magonjwa vilishamili, hali ikawa kukata tamaa miongoni mwa watu. Hivyo alijikita katika utume wa kufanya matendo ya huruma, kusaidia kanisa, huduma kanisani, kutembelea wagonjwa, kufundisha katekisimu na kuwasaidia masikini. Moyo wa mwenye heri Yohane Merlini uliumia. Alijinyima na kuokoa pesa, na chochote alichojinyima aliweka kando kwa ajili ya wahitaji. Tuepuke kuwasaidia watu kwa kuwadhalilisha au kwa manufaa yetu. Umekuwa mtindo wa dunia yetu, tunasaidia tukilenga kitu fulani. Mwenye heri Yohane Merlini katika utume wake aliweza kuelezea maneno haya kwamba tunapowasaidia wengine tusijikite katika kuwadhalilisha ama tukitegemea kupokea ama kufanya msaada ili tupate kitu fulani. Lakini mwenye heri Yohane Merlini anatufundisha siku ya leo alipotoa kauli yake kwamba tuepuke kuwasaidia watu kwa kuwadhalilisha au kwa manufaa yetu. Mwenye heri Yohane Merlini kama padri, tarehe 19 ya mwezi wa 12 mwaka 1818 alipewa daraja takatifu na Monsignori Francesco Canali, askofu wake. Kwa nia njema ya moyo ya unyenyekevu alikubali utumishi huo mtakatifu wa kumtumikia Mungu na watu wake. Misa yake ya kwanza ilikuwa ni baada ya sikukuu ya Mtakatifu Filipo
Wazazi wa watu wengine walijawa na machozi ya hisia za furaha juu ya uchaji wa upadri huyu mpya mwenye heri Yohane Merlini. Watu walisema, misa hii imeadhimishwa na mtu ambaye sio wa kawaida. Walisema hawa watu. Leo kanisa lilikuwa paradiso. Misa imeadhimishwa na mtakatifu. Tunaona hata katika enzi ya uhai wake, misa yake ya kwanza, watu waliona utofauti, watu walionja ule utakatifu aliokuwa nao mwenye heri Yohane Merlini. Tarehe 6 ya mwezi wa 7 mwaka 1820, Merlini alikutana na mtakatifu Gaspari huko Umbria, Giano. Baada ya miaka 5 kuanzishwa kwa shirika la misionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mafungo ndiyo yaliyokutanisha kati ya mtakatifu Gaspari na mwenye heri Yohane Merlini. Mwenye heri Yohane Merlini alienda kufanya mafungo katika nyumba ya Umbria huko Giano, alipokuwa anafungisha mtakatifu Gaspari mafungo. Mwenye heri Yohane Merlini hakuwa na wazo lolote la kuwa misionari zaidi ya kufanya mafungo yake na kurudi. Lakini alipokutana na mtakatifu Gaspari, hakuweza kupinga haiba yake ya kumfuata Gaspari na kufanya kazi pamoja. Gaspari alionyesha dhahiri utakatifu machoni pake, namna ya utendaji wake, hivyo Merlini alimkumbatia kama ishara ya kuvutiwa na utakatifu aliyouona kwa Gaspari. Hali hii ilimfanya Yohane Merlini awe njia ya panda na kigugumizi cha kuamua arudi kwake Spoleto au abaki moja kwa moja na Gaspari, ila kutaka kuamua papo kwa papo. Tukumbuke mwenye heri Yohane Merlini alikuwa padri wa jimbo alipokutana na mtakatifu Gaspari huko Umbria, na Gaspari alikuwa ni mwanzilishi wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo basi Gaspari alikuwa ni misionari, alikuwa padri wa shirika ambayo shirika alianzisha yeye mwenyewe. Hivyo mwenye heri Yohane Merlini alipata kigumizi kuacha kutoka jimboni na kuingia katika shirika la misionari damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati huo mwenye heri Yohane Merlini alipata kigumizi kumjibu Gaspari. Alirudi kwake Spoleto muda mfupi. Gaspari alimtumia mwaliko wa kwenda kufanya utume wa kuhubiri Monte Matano, lakini yeye alikataa, akasema hajajiandaa. Baadaye alikubali tarehe 15 ya mwezi wa 8 mwaka 1820. Arudi tena San Felice kujiunga rasmi na wamisionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tarehe 15 ya mwezi wa 8 mwaka 1820, mwenye heri Yohane Merlini alijiunga na shirika la wamisionari ya damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Huu ndio ulikuwa mwanzo wa kufanya kazi pamoja, kutangaza tasaufi ya damu ya Yesu na utukufu wa Mungu na mtakatifu Gaspari. Yohane Merlini kama misionari wa shirika la misionari ya damu takatifu ya Yesu. Utakatifu, mafundisho, upendo kwa roho za watu, ufasaha ni sehemu ya sifa zilizompatia Yohane Merlini. Zilimfunulia wito wa misionari baada ya kuufikia ukuhani kama alivyokuwa rafiki yake Gaspari. Alipokuwa kijana, alijizoeza kurudia mahubiri aliyosikia kanisani kwa marafiki zake na familia, akitumia kiti au meza kama mimbari. Baada ya upadilisho, tabia hii ilibadilika na kuongeza ari katika kupenda neno la Mungu na kulihudumu. Alifanya utume mdogo lakini wa kukumbwa sana, ni ule wa saa 3 za uchungu wa Yesu. Zilibaki kuwa kumbukumbu katika maisha ya watu. Mungu alimpa pia karama ya kuwatoa machozi wasikilizaji wake.
alipokuwa akihubiri mwenye heri Yohane Merini, wale wasikilizaji walikuwa wanatoka na machozi. Tuangalie utume baada ya kuwa kuhani na misionari. Kuanzia mwaka 1847 hadi kifo chake, mwenye heri Yohane Merini kama mkala wa misionari wa damu takatifu ya Yesu, wakati wa uongozi wake ambao uliambatana na kipindi cha misukosuko katika historia, taasisi hiyo ilipanuka nchini Marekani, ikaenea hadi Ujerumani na kujiimarisha vyema nchini Italia. Walikuwa wanamuita a man of order. Kuingizwa kwa sherehe ya damu azizi katika kalenda ya kanisa. Mwenye heri Yohane Merini ndiye aliyetoa pendekezo kwa Papa Pius wa 9 juu ya kuingiza sherehe ya damu azizi katika kalenda ya kanisa, na mwaka 1849 sherehe hiyo iliingizwa katika kalenda ya kanisa ulimwenguni mote na kuidhinisha sikukuu ya damu ya thamani zaidi Julai 1. Kuanzishwa kwa shirika la masista waabuduo damu takatifu ya Yesu. Mwenye heri Yohane Merini alikuwa baba wa kiroho wa Mtakatifu Maria de Matias tangu ujana wake na mshauri mkuu katika harakati za uanzishaji na mwelekeo wa shirika la masista waabuduo damu azizi. Tukumbuke Mtakatifu Maria de Matias ni mwanzilishi wa shirika la masista waabuduo damu takatifu ya Yesu. Mwenye heri Yohane Merini kuwahubiria walioshindikana. Akiwa mhubiri wa misheni, Yohane Merini alipata umashuhuri sana hivi kwamba alipewa jukumu la kuwasimamia wale waliokuwa wagumu zaidi. Hata katika historia tunasimuliwa kwamba kipindi anapoenda kufanya mafungo, Yohane Merini aliweza kukutana na majambazi ama majangili. Baada ya kukutana nao wale majangili, hata majangili pia waliona utakatifu wa kutoka kwa Yohane Merini, hata kuacha ile kazi yao ya ujangili na kuamua kumsindikiza Yohane Merini mpaka kufika nyumbani ama parokiani ama mishe, na baada hapo kuendelea na kazi yao ya ujambazi. Lakini mwisho tunaambiwa wale majangili, kutokana na ule utakatifu walioupata kutoka kwa mwenye heri Yohane Merini, waliweza kuacha kazi yao ya ujangili na hata kwenda kuomba mafungo kwa mwenye heri Yohane Merini. Padre Yohane Merini alikuwa mtu wa namna gani? Alikuwa ni mtu wa aina gani? Ama Yohane Merini alikuwa na maana gani katika maisha yetu sisi ya sasa hivi? Yohane Merini alikuwa mwema na mnyenyekevu. Yohane Merini alikuwa mwema na mnyenyekevu. Michele Bolagiavani, mwandishi nguli wa shirika la misionari wa damu ya Yesu, anasema, kama tungeishi na Padri Yohane Merini, bila shaka tungevutiwa na wema wake, lakini kwa hakika tusingekuwa na utambuzi wa kuishi karibu na mtu aliye wa kawaida. Ninamaanisha kwamba tusingetambua kabisa kuwa yupo tofauti na sisi, na tungekuwa kando yake tukipiga magoti katika hali ya kudumu kumwabudu wala kumheshimu. Tafsira ya uwepo wa Mungu kwa watu wote, maisha ya utakatifu. Merini alikuwa mwenye heri Yohane Merini hakuwa mtu wa kutenda maajabu ya pekee, lakini utakatifu wake ni ule wa kuwa mtakatifu miongoni mwetu. Alikuwa tafsira ya uwepo wa Mungu kwa watu wote aliokutana nao wakati wa safari yake ya kuishi hapa duniani. Wapendwa ndugu zangu wa Kristo, huu ni urithi mkubwa sana kwetu ambao tunabeba dhamana ya kutangaza tasawufi ya damu takatifu ambayo ni kiini cha tasawufi nyingine.
Hatutafanyika kuwa wanautume ili tujipatie sifa. Pia mwenye heri Yohane Merlini alikuwa na tabia ya kutojionyesha kwa mwonekano wa nje. Profesa Pachilo Cristofanello anaandika sifa nyingine iliyo njema ya mwenye heri Yohane Merlini akisema, tabia ya Yohane Merlini ina sifa ya mwonekano kutojionyesha. Katika mwenendo wa kujionyesha, ambapo hajionyeshi kwa sura dhahiri, kwa mwonekano wazi au kwa nje, lakini inategemea makadirio ya heshima ya kina ya kumthamini mwingine anayemtafuta, ili hata kumweka mbele ya majukumu yake haachi kirahisi, hata ambapo kutana na matatizo, wala mbele ya hoja asiyokubaliana nayo. Anaonesha nguvu ya ajabu ya utashi ya kufikia malengo aliyojiwekea, hata kujilazimisha kama ni lazima kufanya hivyo. Hili ni eneo ambalo hata Bwana wetu Yesu Kristo alipingana vikali sana na Mafarisayo na waandishi. Maisha ya sinema, kila tunachokionyesha nje hakiakisi ukweli wa maisha yetu. Kupitia huyu mwenye heri Yohane Merlini, yafaa kutambua kuwa maisha ya sinema ama maisha ya kuigiza ni kujidanganya sisi wenyewe. Maisha ya sinema, madhara yake ni fedhea na aibu, kwa sababu ukweli siku zote hubakia kuwa ukweli na kila sinema huwa na mwisho wake. Sifa nyingine ya mwenye heri Yohane Merlini ni kama mtu mwenye hasira na mkali. Yohane Merlini alikuwa ni mtu mwenye hasira na mkali. Tunaposoma juu ya watu wema ambao walimcha Mungu na kumtumikia kwa hofu na tetemeko kubwa kupita nyadhifa zao, nasi tunajifunza kuwa walikuwa watu wa kawaida wenye sifa kama za kwetu, lakini waliweka bidii katika vilema vyao na kuvishinda. Hata mwenye heri Yohane Merlini alikuwa na madhaifu yake, lakini alifanya juhudi na bidii katika kuvishinda hayo madhaifu yake. Usiseme mimi ni mlevi basi sitabadilika. Useme mimi ni mgomvi basi sitobadilika. Useme mimi nimezoea masengenyo na umbea basi sitabadilika. Mimi ni mharibifu wa nyumba za watu basi sitabadilika. Hapana, wewe ni zaidi na neema ya Mungu. Weka jitihada, dhamiria, fanya juhudi katika mabadiliko. Weka juhudi na kuvishinda yale majaribu ambayo unaona hiki ni kilema changu, kama mwenye heri Yohane Merlini alifanya juhudi katika kushinda madhaifu yake na virema vyake. Yohane Merlini anatupa mfano huu bora kulingana na sifa yake ya kuwa mtu mwenye hasira kali. Kupitia maandiko ya mwanaye wa karibu sana na wa kiroho Mtakatifu Maria de Matias, tunafahamu fika juu ya ukali aliokuwa nao Merlini. Ukali huu ulijidhihirisha pale aliporekebisha baadhi ya maandiko ambayo yaliandikwa na Mtakatifu Maria de Matias. Mfano, mara moja katika barua ya 78 alikaririwa akimwambia Maria de Matias, kwani hujui kusoma? Haukuwahi kufundishwa? Hata herufi tu ni vizuri kujua. Tunaambiwa kuwa Yohane Merlini alitambua juu ya kilema hiki cha hasira kuwa kinatokana na mawazo ya huzuni, na ilipokuwa inatokea hasa usiku, ilibidi kuamka, kuwasha taa, kufungua dirisha na kupata hewa safi, kunawa paji la uso kwa maji, na hivyo hasira kutulia. Kwa hivyo basi, kila mmoja wetu tunaalikwa, jua jinsi ya kutuliza ule udhaifu wako, jua jinsi ya kumaliza ule udhaifu wako, jua jinsi ya kukubaliana na ile kilema chako ama udhaifu wako. Hii inatuonesha namna gani Yohane Merlini alivyopambana na kilema hiki cha hasira. Kiukweli
alikuwa mkali na ilibidi afanye kazi ya ziada kupambana na hali hii. Pia mwenye heri Yohane Merlin alikuwa ni mtu mwenye huruma. Licha ya kuwa mkali, Yohane Merlin alikuwa ni mtu mwenye huruma. Yohane Merlin aliwavutia wengi kama mtu anayeelewa na mwenye huruma. Baada ya mapambano makali sana, baadhi ya barua zatueleza jinsi alivyodhihirisha huruma yake kwa mlevi mmoja, na anasema hivi kuhusu mtumishi huyu: ni vyema ajitahidi kidogo kujirekebisha, kwa kuwa divai ni mojawapo ya maovu, ni vigumu kuondoa. Baadaye kama atajirekebisha ataweza kurudi tena. Labda ningesema mwezi mmoja wa toba unatosha. Huyu mwenye heri Yohane Merlin alifanya kazi kubwa sana ya kufikia hali ya kuwa mtu mpole, mvumilivu na mwenye subira, tena kielelezo cha uelevu. Hii ndiyo siri pekee ya kubadilika. Lazima kazi ya ziada ifanyike ndani yetu ili kushinda. Furaha kamili inapatikana baada ya kujishinda. Tushirikishane tone la upendo.